Marekani imekamilisha usiku wa 9 mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Iran, huku operesheni mpya ikilenga vituo vya uongozi wa kijeshi, mifumo ya ulinzi wa anga, uwezo wa majini pamoja na maeneo ya kurushia makombora na drone. Wakati mashambulizi hayo yakiripotiwa katika miji kadhaa ya Iran ikiwemo Bushehr, Bandar Abbas na Tabriz, Tehran nayo imesema ilifanya mashambulizi dhidi ya vifaa na ndege za kijeshi za Marekani nchini Kuwait na Jordan. Ving'ora vya tahadhari pia vilisikika Bahrain, huku mifumo ya ulinzi wa anga ya Kuwait ikikabiliana na drone zilizotumwa na Iran. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema operesheni ya hivi karibuni ililenga maeneo kadhaa muhimu ya kijeshi ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kupitia mtandao wa X, mashambulizi hayo yalipiga vituo vya uongozi wa kijeshi, mifumo ya ulinzi wa anga, maeneo ya ufuatiliaji wa pwani, uwezo wa Iran wa kuendesha operesheni baharini pamoja na maeneo ya kurushia drone. Mitandao ya mawasiliano inayotumiwa na jeshi la Iran nayo ilitajwa kuwa miongoni mwa shabaha zilizoshambuliwa. Jeshi la Marekani linaiwajibisha Iran kwa maelekezo ya Amiri Jeshi Mkuu, ilisema CENTCOM. Kamanda hiyo iliongeza kuwa vikosi vya Marekani katika Mashariki ya Kati vinaendelea kuwa katika hali ya juu ya tahadhari, vikiwa makini na tayari kuendesha operesheni zaidi. Vyombo vya habari vya taifa la Iran vimeripoti kuwa maeneo kadhaa katika mji wa bandari wa Bushehr kusini mwa nchi hiyo yalishambuliwa na Marekani. Bushehr ni eneo nyeti kwa sababu ndiko kilipo kinu pekee cha nyuklia cha kiraia nchini Iran. Gavana wa Bushehr, Muhammad Mozafari, alisema maeneo kadhaa ya mji huo yalipigwa na makombora ya Marekani. Dakika chache zilizopita, maeneo kadhaa katika mji wa Bushehr yalilengwa na makombora ya adui wa Marekani, alisema Mozafari kupitia shirika rasmi la habari la Iran IRNA. Hakukuwa na taarifa ya mara moja kuhusu kiwango cha uharibifu uliotokea au kinu cha nyuklia kilikuwa miongoni mwa maeneo yaliyolengwa. Mashambulizi ya Marekani pia yameripotiwa kaskazini magharibi mwa Iran, ambako mtu mmoja aliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa. Mkuu wa usimamizi wa majanga katika jimbo la Azerbaijan Mashariki, Majid Farshi, alisema shambulio hilo lilitokea kusini magharibi mwa mji wa Tabriz Jumatatu asubuhi. Mtu mmoja aliuawa na wengine kadhaa walijeruhiwa katika shambulio la kigaidi na la kichokozi la Marekani, alisema Farshi. Taarifa hiyo haikueleza aina ya kituo kilicholengwa wala idadi kamili ya waliojeruhiwa. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limesema lilishambulia shabaha kadhaa za kijeshi za Marekani nchini Kuwait. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na IRNA, Iran ilitumia drone kuharibu mfumo wa rada wa Marekani uliokuwa ukitumika kutoa tahadhari za mapema. IRGC imedai kuwa mfumo huo uliharibiwa kabisa. Katika shambulio jingine, Iran ilisema ililenga ghala la vifaa na vipuri vya ndege pamoja na jengo lililokuwa likihifadhi drone za Marekani aina MQ-9 katika kituo cha anga cha Ali Al-Salim. IRGC ilidai kuwa drone kadhaa zilishika moto baada ya shambulio hilo. Hakukuwa na uthibitisho haraka kutoka jeshi la Marekani kuhusu madai ya kuharibiwa kwa rada au ghala. Jeshi la Kuwait limethibitisha kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga ilikuwa ikikabiliana na mashambulizi ya drone kutoka Iran. Taarifa ya makao makuu ya jeshi la Kuwait ilisema milipuko iliyosikika katika maeneo mbalimbali ilisababishwa na mifumo ya ulinzi wa anga iliyokuwa ikijaribu kuzuia mashambulizi hayo. Makao makuu ya jeshi yanaeleza kuwa milipuko yoyote inayosikika inatokana na mifumo ya ulinzi wa anga inayokabiliana na mashambulizi ya adui, ilisema taarifa hiyo. Haikueleza mara moja kama drone zilidunguliwa au kama baadhi yake zilifanikiwa kufikia shabaha zake. Madai ya Iran na taarifa Kuwait zinaonyesha kuwa mapambano hayo yalihusisha mashambulizi kadhaa dhidi ya vituo na vifaa vya kijeshi katika taifa hilo la Ghuba. IRGC pia imedai kutumia makombora ya ballistic kushambulia ndege za kijeshi za Marekani zilizokuwa katika uwanja wa ndege wa Aqaba nchini Jordan. Kwa mujibu wa taarifa iliyotangazwa na televisheni ya taifa Iran, ndege kubwa za usafirishaji pamoja na ndege za uongozi na udhibiti zilikuwa miongoni mwa shabaha za shambulio hilo. Ndege nzito za usafirishaji na ndege za uongozi na udhibiti zililengwa kwa makombora ya ballistic na kusababisha uharibifu mkubwa kwa baadhi yake, ilisema IRGC. Jordan na jeshi la Marekani hazikutoa uthibitisho haraka kuhusu madai hayo.
Iran imekuwa ikidai kuwa vituo vya kijeshi katika Jordan vinatumika kusaidia operesheni za Marekani dhidi ya maeneo mbalimbali ndani ya Iran. Ving'ora vya tahadhari ya mashambulizi ya anga vilisikika pia katika mji mkuu wa Bahrain, Manama, wakati mapigano kati ya Marekani na Iran yakiendelea kupanuka. Waandishi wa habari waliokuwa Manama waliripoti kusikia milipuko baada ya ving'ora kuwashwa. Wizara ya mambo ya ndani ya Bahrain iliwaomba wananchi na wakazi kubaki watulivu na kuelekea katika maeneo salama yaliyo karibu. King'ora kimewashwa. Wananchi na wakazi wanaombwa kubaki watulivu na kuelekea katika eneo salama lililo karibu, ilisema taarifa ya wizara hiyo. Haikufahamika mara moja kama milipuko hiyo ilisababishwa na makombora au drone zilizofikia Bahrain au mifumo ya ulinzi wa anga iliyokuwa ikijaribu kuzuia mashambulizi. Bahrain ni mwenyeji wa vituo muhimu vya jeshi la Marekani na imekuwa miongoni mwa mataifa ya Ghuba yaliyotishiwa na Iran katika mzunguko wa sasa wa mapigano. Kwa upande wake, Rais wa Marekani Donald Trump amesema mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya Iran yamefanywa kwa heshima ya wanajeshi wa Marekani waliouawa katika siku za karibuni. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kurejea Washington kutoka kwenye fainali ya kombe la dunia, Trump alisema Iran ilishambuliwa kwa nguvu tena katika operesheni ya usiku. Tumewapiga kwa nguvu sana tena usiku huu, na tumefanya hivyo kwa heshima ya huenda ni mashujaa watatu wakubwa, alisema Trump. Alipoulizwa kuhusu vifo vya wanajeshi hao, Trump alisema Marekani imesikitishwa sana na tukio hilo. Aliongeza kuwa wanajeshi waliouawa walikuwa wakipigana kuhakikisha Iran haipati silaha ya nyuklia. Kauli yake inaonyesha kuwa Washington inatumia vifo vya wanajeshi wake kama moja ya sababu za kuendeleza na kupanua mashambulizi dhidi ya IRGC na miundombinu ya kijeshi ya Iran. Well, we feel very badly, but those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the Strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three as opposed to two great patriots. This is a far bigger job that we're doing. We were doing a little job of stopping them from having a certain capability. Now we're just ending it. So it's really not the same thing. What we're doing now is we're ending any chance where they could have a nuclear missile. If you look at it, after a week and a half, not 4 weeks, a week and a half, 2 weeks, we stopped them from probably, but I don't want to have the word